الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لا زلنا في ذكر جرائم اليهود عبر التاريخ hatutoacha kuwa ni wenye kuendelea kutaja maovu ya Mayahudi ndugu zao nyani na nguruwe kama alivyosema Allah kwenye Qur'an waja'ala minhumul qiradata wal khanazira akajalia miongoni mwao kuwa ni nyani kadhalika nguruwe na wakamwabudu taghut ulaika sharrun makana hao wana nafasi mbaya kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa adallu an sawa'i sabil na ndio waliopotoka zaidi wakaiacha njia ya sawasawa iliyonyooka. Qur'ani imejaa matukio ya Mayahudi ambao Allah tabaraka wa taala ametupa mikasa yao akatuhabarisha kwamba uovu wa Mayahudi walimwelekezea Mola wao Rabbul Alamin kwenye Qur'an. Mara wanamsifu Allah kwamba ni fakiri na kwamba wao ndio matajiri. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqqin hakika wamekufuru wale waliosema kwamba Allah tabaraka wa taala ni fakiri anahitajia na sisi ndio matajiri. Haya waliyosema ziliposhushwa aya za kuhimiza waislamu kutoa sadaka, aya zinazohimiza waislamu wamkopeshe Allah. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani yule ambaye atamkopesha Allah mkopo uliokuwa mzuri ili Allah tabaraka wa taala akamlipe kwa nyongeza. In tuqridu Allah, kama mtamkopesha Allah. Na aya nyinginezo wakasema افتقر ربك يا محمد
Mola wako amekuwa fakiri, anatangaza anataka mkopo. Mola huyu ni fakiri, sisi ni matajiri. Kufuru. Mara wanamsifia Allah kwa sifa mbaya kwamba Allah mikono yake ameikunja kutokamana na kutoa, hatoi. Qalat al-yahud yadullahi maghlula, wakasema mayahud kwamba mikono ya Allah imefungwa kutokamana na utoaji, hatoi. Allah anasema ghullat aydihim, ikafungwa mikono yao, ikawa hakuna watu mabakhili kama mayahudi. Hakuna watu mabakhili ambao watawashinda mayahudi. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu, na Allah akawalaani kwa yale mabaya walioyasema dhidi yake yeye subhanahu wa ta'ala, na mengineyo mengi katika Qur'an. Sasa tuangalie nabii wao Musa alayhi salam anavyowanasihi na kuwaasa, na wao jinsi walivyozipokea nasiha za nabii wao ambaye ni nabii wa Allah Musa bin Imran alayhi salam. Anasema Allah katika suratul Maida, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaum udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. hii ni habari Allah tabarak wa taala anatuhabarisha juu ya maneno mazuri ya Musa kuambia al-Yahud, na jinsi walivyoyapokea maneno ya Musa na jinsi walivyomjibu majibu ya kifedhuli nabii wao Musa bin Imran alayhi salam. Allah anasema wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka ewe Muhammad pale aliposema Musa kuambia watu wake, ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum, enyi watu wangu zikumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu, mkae mtafakari mufikirie juu ya neema za Allah alizokuneemesheni. Hebu mkae. ya qaum udhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu. idh ja'ala fikum anbiya, pale Allah tabaraka wa taala alipokutumieni nyinyi manabii. Tendo la yeye Allah kuwatumia nyinyi manabii ambao yad'unakum ila al-huda wa yuhadhdhirunakum min ar-rada wa yahuthunakum ala sa'adatikum al-abadiyyah wa yu'allimunakum ma lam takunu ta'lamun. Hili ni kubwa. Kumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu alipokutumieni yeye manabii. Yad'unakum ila al-huda, wanakulinganieni manabii hao kunako uongofu. Wayuhadhirunakum min ar-rada, na wanawatahadharisha kutokamana na mabaya.
wayahuthunakum ala sa'adatikum al-abadiyya, na wanawahimiza nyinyi juu ya yale mambo ambayo mkiyafanya yatawapa maisha mazuri ya milele duniani na akhera, kama mtashikamana na yale ambayo wanakuhimizeni manabii wenu, bali wanakufundisheni, wanakujuzeni yale ambayo hamkuwa mkiyafahamu kabla. Waja'alakum muluka, akakujalieni Allah kwamba nyinyi ni wafalme, mnayamiliki mambo yenu wenyewe. Amekuondosheeni ule utumwa uliowekwa juu yenu na maadui zenu kule mlipokuwa Misri kwa Farao. Leo hii mambo yako mikononi mwenu, mnafanya mtakayo. Kumbukeni hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbukeni mlipotoka, kumbukeni madhila mliokumbana nayo Misri. Waja'alakum muluka wa ataakum, na akakupeni Allah neema mbalimbali, ad-diniya wad-dunyawiyya, neema za kidini na neema za kidunia. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, neema ambazo hajawahipo Allah tabaraka wa taala kumpa yeyote katika walimwengu, yani walimwengu wa zama zao. Fa innahum fi dhalika az-zaman khiratu al-khalq, kwa kuwa Mayahud au Bani Israil zama zile wao ndio walikuwa watu bora kuliko wote. Wanakumbushwa na nabii wao Musa ibn Imran, kisha kawaita tena, ya qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allah lakum, hebu ingieni katika hii ardhi takatifu ambayo Allah tabaraka wa taala amekufaradhishia nyinyi juu ya kuingia katika ardhi hii. Ni jambo ameliweka la lazima, mjitolee muhanga wa nafsi zenu. Wala tartaddu ala adbarikum, na wala msirejee nyuma kwa visigino vyenu. Fatanqalibu khasirin, kwani mkifanya hivyo mtageuka kuwa nyinyi ni watu waliokula hasara, hasara ya dunia na hasara ya akhera. Haya yalikuwa ni maneno ya Musa ibn Imran alayhi salam, mtume na nabii wa Allah, mmoja katika ulul azmi, katika wale mitume watano wenye azima katika mambo. Kalimur Rahman, aliyezungumza na Allah pasi na wasita wa Jibril alayhi salam, anawaambia watu wake haya maneno ambayo Allah amekutajia katika Qur'an. Qalu ya Musa, wakasema ya Musa, ewe Musa. Hawakumita hata kwa wasifu wa ar-risala kwamba ya Rasulullah, hawakumita kwa wasifu wa an-nubuwa kwamba ya nabii Allah, bali wamwambia ya Musa, ewe Musa, inna fiha qauman jabbarin, hakika katika ardhi hiyo wako watu wana maguvu. Qauman jabbarin, kuna watu mashujaa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, sisi hatutoweza kuingia mji huu mpaka wao watoke. Fa in yakhruju minha, kama watatoka hao watu humo, fa inna dakhilun, sisi tutaingia. Lakini kwa amri yako tuingie tukapambane na watu hao, jambo hilo haliwezekani. Wanamjibu nani maneno haya? Wanamjibu Musa alayhi salam, aliyeteremshiwa Taurat, ambayo wao wanajinasibu na hiyo Taurat, lakini haya ndiyo majibu yao mabaya kwa nabii wao. Qala rajulani, Allah anasema wakasema watu wawili,
katika jeshi lile la hawa Mayahudi, min alladhina yakhafun, miongoni mwa wale ambao wana hofu ya kumwogopa Allah, an'ama Allahu alayhima, ambao Allah amewaneemesha kwa kuwapa al-yaqin was-sabr wal-iman, amewapa imani, akawapa subra, akawapa yaqin. Udkhulu alayhim al-bab, wakiwaambia wenzi wao, jamani twendeni tukaingia katika mji ule kupitia mlango wao. Mkiingia mahala pale, fahamuni nusra ya Allah iko kwenu, kikubwa mtekeleze tu amri ya Allah. Udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuh fa innakum ghalibun, mkiingia mji ule kupitia mlango wake kama anavyoamuru nabii wenu, hakika nyinyi mtashinda. Wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah tu tegemeeni. In kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Wakasemaje? Mbali ya kuwa wameambiwa na nabii, mbali ya kuwa wameshajiishwa na wenzi wao hawa wawili, udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu, wakasema, ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Alafu jumla hii ya pili wakaiwekea thalath muakkidat. Katika lugha ya Kiarabu kuna taukid, yani herufi ya kuonesha msisitizo na taukidi ya yale wayasemayo, wakaziweka tatu kumaanisha yale wale wayasema. Inna, kwanza wameweka kanuni taukidi thaqila. Lan, wakaweka lan ambao hufidisha abadia. Lan nadkhulaha, kamwe hatutauingia huo mji. Abadan, taukidi nyingine hii, abadan, hatuingia abadan maadamu fiha, muda wa kuwa wale watu jabbarina wako humo, sisi kamwe hatutoingia. Fadhhab anta wa rabbuka, nenda wewe na Mola wako, nenda na Mola wako, faqatila, muende mkapigane. Angalia, hawa ndio Mayahudi, hawa ndio Mayahudi waovu wa watu, sharrul bariya, ambao hawaoni lolote baya juu ya kumjibu mabaya nabii wao, bali juu ya kumzungumza vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, khaliquhum, muumba wao, aliyewatoa korokoroni, aliyewatoa katika qabda ya Firaun na jeshi lake, aliyewaokoa. Wanamwambia hapa, na hizi ndio fadhila zao hizi. Idhhab anta wa rabbuk, nenda wewe na Mola wako, faqatila, muende mkapigane. Inna hahuna qa'idun, sisi mkatukuta hapa, kwa maana hatuondoi hata hatua moja. Inna hahuna qa'idun. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, hizi ni sehemu ya aya za Allah katika Qur'an zikitupa sisi waislamu taswira ya kuangalia hawa Mayahudi ni akina nani, wakoje, ni watu wa aina gani. Ni watu ambao kama wamepigiwa na Allah laana, wamepigwa na laana ya Allah, yatihuna fil ardh, wanatangatanga katika ardhi, mara wako huku, mara wako kule, mara wanahamishwa hapa, mara wanapelekwa kule. Laana ya Allah inawatafuna al-yahud. Hivi kweli wanaweza wakayafanya haya watu wenye akili zao timamu, watu wenye imani ambao imani zao zimetangamanikana na bashashatul qulub? Angalia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
Angalia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leta muqarana baina ya haya walioyafanya Mayahudi na nabii wao na yale walioyafanya masahaba na nabii wao Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Utaona al-bawn ash-shasi' tofauti kubwa baina al-mashriq wal-maghrib, kama alivyosema Abdul Haq al-Ishbili, ولا زال ذا قسمين حقا وباطلا فهذا خلاخيل وذاك قيود وذا ذهب محض وذلك آنك وذاك ورق صاف وذلك حديد وهذا أمير في الأنام معظم وذاك طريد في البلاد شريد. ni vitu viwili tofauti, khalakhil na quyud, pingu na bangili za dhahabu ni vitu viwili tofauti. Hadha khalakhil wa dhaka quyud. Masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama anapotaja Anas ibn Malik katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa ghayruhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam shawara an-nasa ayyama Badr, alichukua ushauri kwa masahaba katika vita vya Badri, kabla ya vita vya Badr. Fatakallama Abu Bakr, akazungumza Abu Bakr Siddiq, fadafa anhu, Mtume akampuuzia ushauri wake, ay a'rada anhu. Thumma takallama Umar, kisha akatoa ushauri wake Umar ibn al-Khattab, fadafa anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampuuzia Umar. Kwa nini? Ana kusudio lake. Kusudio la Mtume sallallahu alayhi wasallam asishauriwe na hawa almuhajirin, anataka kusikia mfano wa ushauri wa Abu Bakar na Umar kutoka kwa al-Ansar wenye mji wao wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu makubaliano waliokuja kukubaliana kwayo maansari na Mtume kule katika usiku wa Lailatul Aqaba kule Makkah, kabla ya Mtume kuhamia Madina, walikwenda watu wa Madina kwa Rasuli alayhi salatu wassalam katika sehemu inaitwa Al-Aqaba. Kuna bai'atul Aqaba al-ula wa thaniya. Katika makubaliano yao kwamba ukija kwetu tutakuhami mithili ya tunavyowahami wake zetu, mithili ya tunavyowahami watoto wetu, mithili ya tunavyozihami mali zetu. Na hili lilikuwa kwamba lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atajiliwa na maadui katika mji wa Madina. Sasa jambo liko kinyume hapa. Rasuli alayhi salatu wasalam anataka atoke ndani ya Madina aelekee nje ya Madina, aende akapigane na watu. Hili liko kinyume na makubaliano yao. Akataka kusikia kutoka kwao maansar. Ndio maana walipozungumza akina Abu Bakar na Umar, Rasuli alayhi salatu wasalam a'rada anhuma, akawapuuzia. Akasema sahaba mmoja baada ya kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ashiru alayya ayuha nas, enyi watu nipeni ushauri. Wakaelewa maansar, kama ni ushauri mbona anashauriwa na Abu Bakar, kama ni ushauri mbona amepewa na Umar, huyu anatukusudia sisi, huyu maansar. Akasema Sa'd ibn Muadh al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, akasema ya Rasulullah, iyana turid, ewe Mtume wa Allah, unatukusudia sisi maansar? Kwenye riwaya akaapa akasema, walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, law amartana an nahudha al-bahra lakhudnahu au nadrib akbadaha au nadrib akbadaha ila barki al-ghimat la fa'alna.
naapa Rasulullah, lau kama utatuamrisha sisi na wanyama wetu tuvuke hii bahar kwa wanyama wetu, sisi tuko tayari kulifanya hilo, la khudhnahu. Au ukitutaka tuwapige wanyama wetu ili wakimbie kwa kasi ila barkil ghimad, mpaka tufike sehemu inayoitwa barkil ghimad. Wanasema ahlul ilm, yani barkil ghimad ni kinaya juu ya ardhi iliyo mbali kabisa na Madina, pia tuko tayari kufanya hivyo. Wama takhallafa minna rajulun wahid, na wala hatobaki miongoni mwetu hata mtu mmoja ya Rasulullah, hata mtu mmoja hatobakia hapa. Na wallahi hatupendi jambo hili la sisi kutukutanisha na maadui zetu. Wama nakrahu an talqa bina aduwana ghada, hatuko tayari eti utukutanishe na maadui wetu kesho. Inna suburun fil harb, inna la suburun fil harb, sisi ni watu wenye subra katika mapambano. Sudqun fil liqa, wa kweli katika makutano. La'alla Allah yurika minna ma taqarru bihi 'aynuk, huenda Allah akakuonesha kutoka kwetu lile ambalo litafurahisha jicho lako. Fasir bina ala barakatillah, toka na sisi kwa baraka za Allah, twende ya Rasulullah. Hawa ndio as-sahaba al-akarim, hawa ndio masahaba watukufu alladhina rabbahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, waliolelewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, waliojua yapi uzungumze mbele ya nabii, yapi hayafai kuyazungumza mbele ya nabii. Tofauti hadha falahilun wa dhaka quyudu wa dha dhahabun mahbun wa dhalika anuku, kama alivyosema Abdul Haqq al-Ishbili. Fasurra Rasulullah, mtume akafurahi sallallahu alayhi wasallam biqawli Sa'd, akafurahi kwa maneno ya Sa'd ibn Mu'adh, wa nashatahu fi dhalik, na yakamtia nguvu na nashat bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia masahaba, siru wa abshiru, twendeni wa abshiru, na mpate bishara njema. Fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatayn, hakika Allah ameshaniahidi kwenye mapambano haya moja ya mawili, imma nasr wa imma shahada, na mimi nimeahidiwa na Allah ushindi. Ndio maana akasema, wallahi laka anni anzuru al'an ila masari' alqawm, wallahi kana kwamba naona mahala watakapoangukia watu, na paona mahala watakapoangukia watu. Bali kwenye riwaya akachora mchoro, hapa ataanguka Abu Jahl, hapa ataanguka Uqba, hapa ni mahala pa kuangukia fulani bin fulani, akachora. Na kweli wale wote waliochorewa mchoro wa ardhi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawakutoka nje ya mchoro aliyouchora bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisangalia walioyasema masahaba, kisha angalia walioyasema al-Yahud kwa Musa ibn Imran, utaona kuna tofauti kubwa baina al-mashriq wal-maghrib. Bali Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami radiyallahu anhu alipomwona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anawaombea dua mbaya washirikina wa Makkah, akamwambia, sisi hatukwambii ya Rasulullah ma qala qaumu Musa li Musa, yale waliyosema watu wa Musa kumwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila, nenda wewe na Mola wako mkapambane. Bali sisi tunakwambia, nuqatil ma'aka, tunapambana na wewe, ayaminika, kuliani kwako, wa anshimalika, kushotoni kwako, wa baina yadaika, utatukuta tuko mbele zako, wa min khalfik, na tuko nyuma yako. Haya ni asema Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami, walhamdulillahi rabbil alamin.